Jana nimesikia mmoja wa rafiki zetu hao wa kisiasa, sana sana yule ambaye tulimfukuza, akiwaambia wenzake kwa opposition kwamba kiti ya rais haiwezi kupatikana kwa mahoteli, ati watoke wakutane na wananchi. Mimi nakubaliana naye, lakini ningemuongezea kidogo, nimwambie pia hiyo kiti ya rais haipeani kwa mazishi, kuja mpaka kwa wananchi basi. Waacha siasa ya kuzunguka kila mahali pale kuna mazishi, sasa unageuza ni mkutano ya kuongea fitina na uongo kuhusu rais. Kama wewe unaona uko na nguvu na uwezo ya kuongoza taifa la Kenya, zunguka Kenya mzima, kuja mpaka hapa Nandi, tuambie ni mpango gani uko naye kuhusu maisha yetu. Tukisikia uko na mpango mzuri kushinda ile tunasikia, basi tutakusikia. Lakini isikuwe tu maneno ya kusema porojo hii ilikuwa, hii hajafanyika. Na nikiwaangalia kama mmeanza kuporomoka kabla hamjapata serikali, nyinyi mtawezana na serikali kweli? Nyinyi ni watu wa mwezi. Tafadhali mjipange, mngojee 2032 wale watakuwa wamefika wawapeleke nyumbani sasa with finality. Hakuna siku nyinyi mtaongoza na hiyo tabia. Ungana na wale viongozi wenzangu wale wanasema ile njia mbadala ambaye rais ametafuta ya kuleta maendeleo kwa taifa yetu kupitia process ya privatization, hiyo ni wazo nzuri kabisa, kwa sababu kutoka mwaka wa 2024 Wakenya waliungana na kusema kwa sauti moja kwamba tafadhali, mambo ya ushuru imefika pahali ambapo tunaweza tafuteni njia nyingine, njia mbadala ambaye tunaweza kuleta maendeleo katika taifa letu. Na ndiposa rais aliketi chini akafanya mpango mzuri, akaangalia kwamba kuna viwanda vingi vya serikali ambaye vikiwekwa mikono watu ambao wale wanajua kufanya kazi hiyo bora kushinda serikali, mwananchi atafaidika. Sasa kitu inanishangaza, kuna watu ambao hamtaki, mnasema ya kwanza rais afanye maendeleo, ya pili mnajua kwa sasa deni imefika mwisho, kwa hivyo hakuna maneno ya kukopa. Mmesema asiongeze ushuru, hamtaki atumie route ya privatization. Jameni, ni nini kweli mnataka Kenya hii? Nyinyi ni watu wanafiki ambaye hamna kwa akili zenu mipango ya maendeleo.